simu yako kabla ya kifo chako. Ya Allah. Simu yako kabla ya kifo chako. Sasa unapaswa uangalie, kwa nini nasema simu yako kabla ya kifo chako? Kwani simu yako ina nini kabla ya hicho kifo chako? Mpenzi mtazamaji, dunia tulionayo sasa ni dunia tunasema ya kidigitali. Leo dunia imekuwa mkononi, manake kila kitu kiko katika mkono wako. Kwa hiyo simu yako ambayo leo ndio imekuwa kila kitu, simu yako leo inaweza ikawa ni sehemu ya ofisi yako. Simu yako kabla ya kifo chako. Sasa hii simu yako unaweza ukaitumia vizuri, manake itakupa manufaa. Na endapo simu yako ukiitumia vibaya, basi baada ya kifo chako simu yako inaweza ikasababisha mauaji mengine utakapokuwa umetangulia mbele ya haki. Kivipi? Ndugu zangu, leo tuna simu hizi tunazitumia, kila moja ana simu yake na ubora wake na aina yake na kampuni ambayo ameipenda yeye mwenyewe na ukubwa wa simu yake. Leo inafikia wakati kuna watu atakapokuwa tu ametangazwa, taarifa imetoka, bwana fulani bini fulani inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, manake hatuko naye sasa. Sasa ile simu, siku zote unapokuwa mimi na wewe tumetangulia mbele ya haki, simu zetu huwa wanakabidhiwa wale ambao wengine wanakuwa ni warithi sasa, kwa sababu wewe haupo tena ndugu yangu, ushatangulia mbele ya haki, manake simu yako anayo mrithi wako. Sasa inategemea yule ambaye atakayekuwa nayo hiyo simu yako. Inawezekana kuna wengine baada ya kuwa tumeshaondoka, simu zetu wanakabidhiwa wake zetu. Kuna wengine tunapokuwa tumetangulia mbele ya haki, simu zetu wanakabidhiwa baba zetu. Inawezekana wengine tumetangulia mbele ya haki, simu yako akakabidhiwa mama yako ama yoyote yule ambaye akawa anakuhusu katika hiyo simu yako. Sasa kwa nini nasema simu yako kabla ya kifo chako? Je, simu yako wewe ina nini? Ina vitu gani ambavyo umeviweka ndani yake ili utakapokufa isije kawa tena ni majanga mengine yakapelekea umauti kwa watu wengine au fadhaha na taharuki kwa watu wengine? Leo kuna watu simu zao wanazitumia visivyo. Leo kuna watu simu zao ndio wamekuwa maadimini kwenye magrupu ya ngono. Inna lillahi wa inna ilaihi. Hebu fikiria sasa, wewe ndugu yangu ambaye unamiliki simu yako, alafu wewe ndiye admini kwenye grupu la ngono. Imetokea sasa umeshatangulia mbele ya haki, simu yako aidha amekabidhiwa mama yako mzazi, au simu yako amekabidhiwa baba yako mzazi, au simu yako amekabidhiwa mke wako au mwanao. Ndiye anakuta sasa simu yako, kumbe wewe ndiye admini. Tena wanauliza, leo admini, mbona leo hujatuma picha nzuri, alafu fulani mbona ametuma video mbaya? Yani wanakuambia admini fulani hajatuma picha nzuri. Ina maana unatakiwa wewe sasa utoe mwongozo kama admini ili ziweze kutumwa picha chafu kwenye hiyo grupu mliloko nalo. Sasa ndiyo mzazi wako anaangalia au mke wako anaangalia, anajiuliza, kumbe mwanangu au mume wangu ndiye admini kwenye hili grupu. Simu yako kabla ya kifo chako, iangalie ina nini simu yako. Lakini leo simu zetu kuna watu unakuta yeye kumbe mawasiliano yake, Allahu akbar, inna lillahi. Kuna mtu unakuta simu yake yeye ndio kaijaza wanawake ambao si halali yake, hawafanyi biashara, si watu ambao ni watu wake ambao labda wenyewe watu wa mjini wanasema kwamba ana michepuko yake. Sasa hiyo michepuko ni mingi sana kiasi kwamba kuna ambaye labda tayari ashakuwa na ujauzito wake, kuna ambaye tayari katika kashamwahidi kwamba kuna pesa atamtumia baadaye, alafu kila mmoja ana malalamiko yake. Ndio inafika wakati sasa wewe umetangulia mbele ya haki, simu yako amekabidhiwa mke wako, sasa wale michepuko ndio wanaanza kudai matumizi. Balaa linatokea kwa huyu mwanamke, badala ya kulilia kifo cha mume wake, anaanza kulia tena kuhusu huu mchepuko ambao umepiga simu kwa wakati huu. Simu yako kabla ya kifo chako. Lakini si hilo tu, kuna wengine imefikia wakati zile simu zao wao ndio wana uhusiano na wale wanaita mashoga.
inna lillahi, yani wewe ndiyo ambaye una mashoga umewajaza kwenye simu yako. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yani wewe ndio unafanya machafu. Tena wewe inawezekana ndio umekuwa unawaconnect na wanaume ili wakafanye machafu wanaume kwa wanaume kupitia hiyo simu yako. Sasa inafikia wakati, ndugu yangu, umeshakufa, umetangulia mbele ya haki. Ile simu yako kakabidhiwa mama yako, au hiyo simu yako amekabidhiwa mke wako, ndiye anakuta sasa, mume wangu kumbe yeye ndiye aliyekuwa anafanya mapenzi ya jinsia moja na wanaume wenzake. Inna lillahi. Anakuta mke wako au anakuta baba yako au anakuta mama yako kwamba ile simu yako ndio mashoga sasa wanapiga simu na kuanza kukuulizia uko wapi. Kumbe tayari umetangulia mbele ya haki, unaacha huku majonzi mengine, unaweza ukaacha msiba mwingine. Simu yako kabla ya kifo chako, je, itakuwa itakapokuwa imewachwa simu yako itakuwa na mazuri yapi? Lakini lingine katika kumalizia, simu yako kabla ya kifo chako inapaswa uichunge, uiangalie ina nini simu yako kabla umauti hauja kufika. Lingine, leo unakuta simu za watu, ikiwa ni mwanamke, dada yangu, mama yangu, saa nyingine umebahatika, Mwenyezi Mungu amekuruzuku uko kwenye ndoa, au hata kama bado hujajaliwa kuwa kwenye ndoa. Je, hiyo simu yako wakati utakapokuwa umetangulia mbele ya haki, hiyo simu yako yule atakayekabidhiwa haiwezi ikawa ni sababu ya kumpelekea yeye kutengeneza majonzi mengine, au hata ikapelekea umauti kwake. Kwa sababu leo fikiria, umetangulia mbele ya haki, simu yako anakabidhiwa mume wako, kwa sababu na huzuni, simu yako sasa mume wako anakabidhiwa, mke wangu ametangulia mbele ya haki, analia. Sasa hii simu anapoishukua, mara ghafla inapigwa, wanaopiga ni wanaume, tena si chini ya wanaume wengi wanapiga simu, wanaanza kulia, baby utakuja saa ngapi? Baby uko wapi sasa hivi? Huyu anayepiga anasema baby nishakutumia hela, yani nauli nishatuma. Kila mmoja mbaya zaidi. Kumbe dada yangu, wewe ulikuwa unafanya kazi ya kujiuza. Yani wenyewe uruga wanaoitumia sasa hivi wanasema alikuwa anadanga. Inna lillahi. Maana sasa hivi mtihani Sheikh Yusufu, sasa hivi kuna mitihani mingi sana. Yani leo duniani lugha zinachipuka kama uyoga. Lugha ziko nyingi, wanazitumia alimradi, hata kama jambo halifai, kulinogesha, kulitengeneza lionekane linafaa katika jamii. Kumbe saa nyingine jambo lenyewe halifai. Kwa hiyo wataitana majina mengi ili kuonekana kwamba lile jambo labda ni halali, kumbe saa nyingine jambo lenyewe sio halali. Kwa hiyo yale majina yatakuwa yanaitwa. Kumbe mme wako anashtuka, mke wangu alikuwa akifanya kazi ya kujiuza, mke wangu mimi nilikuwa namwamini, mke wangu ilikuwa hivi. Au ni baba yako ama ni mama yako au ndugu yako, atajiuliza kumbe fulani alikuwa hivi. Ndugu zangu, simu zetu kabla ya vifo vyetu, simu yako kabla ya kifo chako. Hebu ikague simu yako, kwamba ikitokea hapo ulipo na nitazama muda huu kupitia jukwaa hili la Dr. Sheikh Yusuf Diwani, hebu jiulize kwamba ikitokea sasa umetangulia mbele ya haki, vipi itakuwa simu yako, wale watakaokuwa wamekabidhiwa itakuwa ina nini? Hebu tutarajie kwamba simu zetu basi ziwe zinapokea maneno mazuri, simu zetu ziwe zinapigwa ni kwa ajili ya tukuuliza, iwe ni kwa wema, iwe ni mambo mazuri. Isifikie wakati mpaka zile simu zetu wale waliokabidhiwa wazizime kwa sababu ya yale yatakayokuwa yanajiri baada ya kuwa tumepokea au tumewaachia zile simu zetu.